nilitaka niongelee nafasi ya zaka kwenye kuinua jamii kiuchumi na kuangalia uzoefu mbalimbali. Tutaongelea zaidi uzoefu wa nje na mambo gani za kujifunza, kwa sababu uzoefu wa ndani unaongelewa na wale ambao wanafuata baadaye. Na kuna baadhi ya maeneo yanachanganya kidogo mchango wa zaka na sasa, kwa sababu uzoefu unaonyesha kwamba ili upate athari kubwa na kunyanyua watu kiuchumi na kuondoa umaskini, hii mifumo inakuwa inaenda kwa pamoja. Na wakati mwingine inaweza ikawa mfumo mitata inafanyika kwa pamoja, kwa maana zaka, sadaka na wakfu. Ikiwa kama ni mfumo ambayo inatawala kwenye masuala ya fedha za Kiislamu, inajulikana kama Islamic Social Finance, na kazi yake kubwa ni kuwasaidia watu walio katika hali za chini, kuwajenga kiuchumi, lakini pia kijamii. Taongea maeneo matano. Mada ya kwanza utangulizi wako hapa kwa kazi hii inaonyesha grafu na chart, kwa sababu hatuwezi kuongelea nafasi ya zaka na kujenga jamii kiuchumi na kuondoa umaskini kwanza bila kupata picha ya hali ya umaskini Tanzania ikoje, ili tujue kwa programs, tujue maeneo gani wanatakiwa kipaumbele. Lakini namba mbili, kujua hali ya kiuchumi Tanzania ikoje na mipango mbalimbali ya serikali kwenye kuinua jamii kiuchumi na kijamii na maeneo gani tunaweza kufanya. Kumbukumbu zangu ni kwamba wakati wa uandalizi wa hili kongamano tulitarajia kuona baadhi ya watu kutoka kwenye idara za serikali ambao wanahusika na masuala haya na kuonyesha mwingiliano kati ya mifumo hii ya Kiislamu na baadhi ya programu ambazo zinazofanyika. Kwa hiyo tutaongelea hiyo, lakini tutaongelea Inshallah Sheikh atakuja kuendelea na mada kwa kifaa nachukua hapo kwa ajili ya connecting. Kama ambavyo tulikuwa tunazungumza wakati tunasubiria somo letu la mwisho tulikuwa tumeshika hapa ni kuhusu namna ya kukotoa zaka za biashara, na hasa katika masuala ya uwekezaji wa sukuki, uwekezaji wa hisa, nyumba za kukodisha. Haya yote kama nilivyosema, kwa maana kwamba itakuja kuzungumzwa na Ustaz Salum Lupande ambaye ndio katibu wa SIFCA. Lete device hiyo awali basi. Hapo ni kwa ustadhi hajatoa wake wenyewe. Lakini kikubwa ni kwamba eneo lingine na kama tunataka kusia ni taratibu za jinsi tunakusanya zaka na usambazaji wake na jinsi gani zitaboreshwa kwa baadhi ya taasisi ambazo tayari zina mifumo ya zaka kwa Tanzania. Najua ndugu zetu hapo wana Baitullah na wafanya kazi kubwa, alhamdulillah. Kuna maeneo ya kuboresha usimamizi wa zaka kimfumo. Sheria hapo mapema aliongelea zaka na maamrisho yake katika hatua tatu. Ya kwanza Maka, Madina na ile institutionalize zaka, lakini pia inaongelea
vya serikali. Kwa hiyo kama kuna rasilimali unaweza access, unaweza kuzitumia pamoja ili ile jambo liwe na athari kubwa. Na mifano yangu zaidi tutatumia Malaysia, tutatumia Baitul Mali ya Pakistan, na tutatumia mfuko wa zaka wa Umoja wa Mataifa UNICEF kwa ajili ya wakimbizi. Na nimechagua ibura ilivyoundwa ya wafanyakazi, wazi na uwezeshaji wa wake na mifumo ambayo inatumika ili sisi tuweze kujifunza zaidi. Kwenye skrini hapo, wale ambao wanaona takuwa na wasungua kidogo shingo zenu, hapa wapo wanaangalia hii au kule wanaangalia na kadhalika. Nijaribu tu kuonyesha kidogo hali ya uchumi Tanzania ikoje, kwa sababu wanyanyua watu kiuchumi, wanyanyua watu kiuchumi sehemu ambayo hakuna kitu, hakuna pati, kuna hali tayari zinaendelea, kuna uchumi huko, na kama ni umaskini, kuna umaskini huko tayari. Kwa hiyo unapokuja na program za zaka, basi ujue kwamba ukata wa nchi ukoje. So moja ya namna ya kupima uchumi wa nchi huwa tunatumia kitu kinaitwa zao au pato la taifa au GDP, ambayo Tanzania ni takriban dola bilioni 87 ambayo ni zaidi ya trilioni 160. Huo ndio ukubwa wa uchumi Tanzania, ambayo imefanya Tanzania kuwa moja nchi yenye GDP kubwa Afrika katika nchi 10. Lakini leo unakuwa na programs kama hizi za kiuchumi za kuondoa umaskini, uwekezaji na kadhalika. Moja ya maeneo ambayo inaangaliwa sana ni mfumuko wa bei. Kitaalamu wanaita inflation. Mfumuko wa bei kwa sababu kila kitu kinachoongezeka ndivyo unakula zile hela. Kwa hiyo mfano kama program ya zaka ukawapa watu 300 wakati una design ile program, by the time unawapa mfumuko wa bei unaongezeka kutoka 5% kwenda 15%, zile hela zilishachukua thamani kwa 2%. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa hii vitu wanakuwa watengeneza program kama hizo. Lakini eneo lingine ni kujua kipato kwa wastani cha mtu mmoja. Kwa Tanzania ni dola 1,168 chini kipato kwa wastani. Sio kwamba kipato kila mtu anacho, wakati mwingine hizi namba zinaweza zikakudanganya. Hichi kipato cha mtu mmoja kinapopimwa inachukua idadi ya watu, inagaiwa na pato la taifa. Kwa hiyo unapata wastani wa mtu mmoja anapata shilingi 20. Kwa hiyo inaweza siwe uwakilishi ule sahihi wa hali za watu. Lakini moja ya msingi sio unapokuwa na program kufanya zaka na kuinua watu kiuchumi na program za kiuchumi za uwezeshaji, lazima pia uangalie hali ya uchumi wa nchi unakuwa kwa kiasi gani. Kama uchumi wa nchi unakuwa tunasema zile lower numbers, 1%, 2%, 3%, hata uwezo wa program zako za zaka kuwanyanyua watu kiuchumi pia zinaenda katika level hizo. Kwa hiyo hautakuwa na athari kubwa sana. Kwa hiyo kuna uwiano ambao unauona kwa Tanzania kwa kufika mwaka mwaka jana uchumi ulikuwa kwa 6%. Hii inatafsirika kwamba tuko katika ile bracket ya tatu ya katikati. Bracket ni tatu na kukuza uchumi ili ujue uchumi unakuwa sana kwa nchi yoyote na angalau maeneo matatu. Na ile low bracket asilimia 1 mpaka 4, 6 na 5, mid bracket ya 5 mpaka 9. Na haya sio uchumi unakuwa sana yake ya 10% ukiwa na dijitali. Lakini pia njia nyingine ambayo tunaangalia kwenye hali ya uchumi wa nchi ni mzunguko wa fedha. Na moja ya namna ya kupima mzunguko wa fedha ni kiasi ambacho kinatoka kwenye mabenki kinaenda kwenye biashara. Na kwa sasa takriban trilioni 40 zinatoka kwenye mfumo wa mabenki inaenda kwenye jamii katika uzalishaji, biashara na maeneo mbalimbali. Lakini pia ni muhimu kufahamu kwamba unapokuwa unaangalia uchumi wa nchi lazima uangalie pia deni la taifa, ambapo sasa Tanzania imefika takriban dola bilioni 50.8, trilioni 50.8, sawa. Hii ni dola bilioni 50.8 ambayo ni hii na athari nyingi kwenye program za uchumi na kijamii na kuwezesha watu. Maanake ni
na program zako katika yale maeneo ambayo serikali inafika. Lakini ukiangalia hali ya umaskini Tanzania, pamoja na kwamba kumekuwa na maendeleo kwa kiasi kikubwa, bado hali za uchumi ni ziko chini. Takriban 26.4 ya Watanzania wanaishi chini ya dola moja na senti 20 kwa siku. Hiyo ndio hali. Sasa ukitaka kutengeneza program ya zaka au ya wafu, uende wapi? Utatoa hizo takwimu na utaambiwa ni eneo gani watu wengi wanaishi kwenye kipato ambacho cha chini zaidi, ili usitengeneze program ukasema ambao watu hawataki hizo programs. Ndio tafsiri yake kwa nini nileta hizi takwimu. Lakini ukipandisha kidogo tu kipimo na ukaangalia Watanzania ambao wanaishi angalau chini ya dola 5 kwa siku, wanaongezeka, wanakuwa 51. Yaani nusu ya Watanzania wanaishi chini ya dola 3 kwa siku. Ukipandisha zaidi kwa kipimo cha dola 8 kwa siku, Watanzania ambao wanaishi chini ya dola 8 kwa siku ni 91.5. Yaani katika Watanzania 9 wanaishi chini ya dola 8 kwa siku. Kwa hiyo inaonyesha hali hivyo na programs ambazo unaweza ukazitengeneza. Lakini maeneo mengine ndio watu wanaishi wengi maskini. Kwa hiyo kama tunaongea program za zaka na wale kipaumbele, then tunafahamu kwamba maeneo gani tunachotoa kipaumbele, kwa sababu 80% ya watu wanaishi wengi maskini wanaishi vijijini. Asilimia 4.3 wanaishi leo mbele. Maana yake ni nini? Unapokuwa na program za uzalishaji hapa, inaongelea program za uzalishaji wa uchumi, ujue pia kwamba kuna kikwazo cha hali ya uchumi. Kwa hiyo ninasema haya ili kupata picha kwamba kuna progress kubwa inafanyika. Niseme kwamba hii hali iko nyuma. Hali si bora kwa 2%, 6% imeenda kushuka mpaka 20%. Kwa haya nimesema ili kuweka ule muktadha wa hizi programs na tujue hapa inaongelea pia zaka na masuala ya chakula na nini. Kwa hiyo ni muhimu kuona hiyo hali. Niongelee sana hali ya zaka ikoje duniani. Kwa sasa kiasi ambacho kinakusanywa duniani, kiasi ambacho kinaweza kukusanywa kutokana na hali za Uislamu na nchi ambazo Waislamu wako wengi na maeneo mbalimbali zinafanyika, takriban tunaweza kukusanya dola milioni 300 mpaka dola 21 kwa mwaka kama zaka, lakini kinachokusanywa ni dola milioni 10 mpaka dola milioni 15. Kwa hiyo utaona kiasi kinachokusanywa ni kidogo sana ukilinganisha na kiasi ambacho tunapaswa kukusanya, na hii hali ya uhakika itakuwa pia ni hali Tanzania, yaani kiasi ambacho tunachokusanya na kinachokusanywa ndogo sana. Changamoto ndio nini? Moja kwa taarifa za uhakika za watu, sababu huwezi kujua zaidi mfano Waislamu wanaishi katika hali gani, vipato vyao, nani anahabu au imefika ni sana. Alikuwa anaongea hapa Sheikh Mwara, Tanzania na mifugo Muislamu kwa wapi na kiasi gani nani kwa kuweza hizi taarifa ziko taarifa za kiujumla ambazo zinazitoa. Kwa hiyo nataka tuelewe kwamba taarifa zilizotoa za uchumi na umaskini ndio kutengeneza muktadha. Bila hivyo haifanyi chochote. Ndio kwa nini nimeziweka. Lakini ndio ufahamu chini wa masuala ya zaka kama imeelezewa hapa, bado ufahamu mdogo alizia Sheikh Zuberi kwamba watu wengine wanatoa zaka zao kwa ajili ya yatima, ingawa hawako katika yale makundi ndani isipokuwa wale maskini. Lakini pia kusema kwa uaminifu kwa kusanya zaka. Hii imekuwa ni mtihani kwenye zaka, sadaka, wafu. Kumekuwa kuna tatizo la kutokuwa na uaminifu. Lakini pia kuna changamoto ya kutotolewa kwa taarifa ya kile kilichokusanywa, kilipelekwa wapi, nani anapata, kama kuonyesha kile wenzetu wanafanya na gani wanaweza kutoa hizo taarifa ili wape watu ile hali ya kuweza kuchangia. So kama leo kesho na ilikuwa inafanyika hapa ya kushana fedha, inatakiwa kwa kesho au baadaye tuweze report ya kiasi ambacho kilichokusanywa, kilichowekezwa, faida iliyopatikana na kiasi gani zile haya tunaona. Sio lazima report
kushakana kwa mfumo taifa ambao watu wanaamini kwamba hii ni national level baitul mal. Kwa hiyo hizo ni wale watu ambao zinafanya kwa nini uwezo kusanya ni mdogo kuliko kiasi ambacho tunaweza kukusanya. Uwiano wake ni mdogo. Kwa sababu kama uwiano wa mtu mmoja na ukusanyaji wa juu ni milioni dola 15, maana yake tunakusanya kiasi kidogo sana karibia kwa 1.5% ya kile ambacho tunaweza kukusanya. Kwa hiyo bado kuna kazi kubwa kufanya. Lakini ukiangalia muhtasari hizi nchi ambazo tunakusanya zaka kwa kiasi kikubwa, Saudi Arabia na hizi takwimu sio za uhakika. Ripoti nyingi zinaonyesha kwamba zaka nchi zingine zinakusanya mfano mbili, ziko ambazo zinakusanya serikali na ziko za watu ambao wanatoa moja. Kwa hiyo leo tunapata takwimu ambazo ni rasmi. Na hizo takwimu zilizopo za Saudi Arabia kusanyaji katika dola milioni 4.3, Indonesia dola milioni 1.9, Malaysia dola milioni 1.14, Pakistan taarifa zingine zinaonyesha dola milioni 4 na zingine zinaonyesha kwamba ni dola milioni 2.2, India dola milioni 2.5. Actually kuna ripoti kwa hiyo nimesoma nasema India inasema inachangia zaidi ya zaka kwa kusanya zaidi ya dola milioni 5. Inaweza kuwa inaongoza duniani pamoja kwa kwamba sio majority country. Na Egypt inakusanya kati ya dola milioni 2 mpaka dola 2.4 kama zaka. Sasa nitaongelea programs ambazo tunazifanya kama nilivyosema pale mwanzo, kutokana na changamoto na taratibu za zaka, kama kuna makundi mengine yanaweza siingie moja kwa moja kwenye kupokea zaka, utakuta hizi nchi nyingi zinakuwa zinaweka pamoja zaka zinakusanya pamoja. Kwa wale ambao hawajui zaka wanakuwa sema sana na wale ambao wanajua zaka wanajua zaka moja kwa moja, na wao ndio uzuri ambao tunaona kwa tafiti yangu ndio kufanya. Kwa hiyo baada ya sababu za kufanyika za kiuchumi, moja ni wale ambao wapewa zaka badala ya kuwapa fedha na iongelewa kwa shughuli za chef ambayo inaweza kutumia mara 2-3 atarudi tena kesho, kumsaidia kumwezesha kuanzisha biashara ndogo ambazo zitaendana na kiasi cha fedha ambazo anaweza kupewa kama zaka, kwa sababu biashara biashara zinataka mitaji mkubwa, mitaji ya kati na mitaji mdogo. Na ndio maana ukiangalia sera za Tanzania, biashara zinagaiwa kwa maana ya ndogo, kwa maana ya micro, small, medium and large enterprises. Kwa hiyo inategemea program yako na unawatumia kitu. Kama tunaongea watu wa chini wenye biashara ndogo sana na mitaji mdogo, wanaweza kuwezeshwa na wakapatiwa mafunzo sahihi, kwa sababu hapa tunahitaji tayari bila kuwa na program nzuri za mafunzo na kuwawezesha kupata masoko na njia zingine, zile biashara zisikue. Kwa hiyo lazima ziwe na programs ambazo zinafanywa na hii itaonyesha kwa mwisho, sio lazima afanye yule mtu anayefanya zaka, lazima afanye partnership, lazima afanye kwa mashirikiano na watu wengine ambao wanafanya hizo programs. Wazo la taasisi ya mama inafanya program za kuwezesha wasichana na wanawake na mama kwenye masuala ya ujasiriamali, wanajua wanafanya kazi kila siku, lakini inakosekana yale ya capital. Na wewe kwa sababu unaleta zaka ambayo inaweza ikapply kama wale wasifa, unakutanisha hizi mbili na yule anaweza kufanya ule usimamizi na watu wasimamizi wale kila siku, kitu ambacho wewe unaweza kufanya. Lakini leo ni kuwezesha watu kwa kuwapa stadi mbalimbali za sio tu za ujasiriamali, za ufundi. Unaweza kuwezesha watu kupitia mfuko ya ufadhili kwa maana scholarship funds, lakini unaweza kuanzisha programs kama Bank Educational Centers. Kila siku nasema yeye kwamba Tanzania haihitaji university, bila mimi Tanzania inahitaji zaidi elimu ya ufundi, technical and vocational centers. Kwa hiyo kama tuna programs kama hizo itatusaidia sana kuwapa watu maarifa ya kuweza kufanya biashara na kujiajiri na kuweza kuwa zaka baada ya muda fulani. Lakini eneo lingine ambalo nimeona baada ya kufanya ni wanaita income stability. Kuna matukio yanaweza kutokea
kati kama ikiendelea kwa muda mrefu, hali ya baadhi ya biashara itakuwa ngumu. Kwa hiyo lazima uwe na namna ya kuwagusa watu na kuwaongezea kipato ili wasifunge zile biashara na waendelee kubaki na kupata vile vipato. Lakini leo lingine ni kwamba hizi ni programu ambazo zinafanyika Tanzania, na hilo nisema maeneo ambayo tunapanga na baadhi ya programu za serikali kama ni mfano kuna jamii nyingi za kivuvi, watu wanaweza kupewa vitu na maboti badala ya kupewa cash, wakaunganishwa kwa moja, sio mashine watakuwa huko zake za kwaje kama ni mifugo na vitu vingine. Lakini programu za mikopo nafuu ambayo haina riba wala haina faida kwa maana kama hasa hii ni eneo moja ambalo ilikuwa ifanywe kazi. Wote tunafahamu kuhusu Aquat Foundation Pakistan inafanya kazi kubwa kwa hasa kwa kutumia sana ya watu, na leo Aukat is the largest microfinance institution in the world, sio tu Pakistan, ndio microfinance kubwa na inatoa mikopo ya kabisa na inazungushwa watu kurudisha washirika wadogo wengine na inaweza kufaidisha watu wengi. Lakini kama nilivyosema kwa madeni, na nashukuru kwamba kwa nafsi hapa ni kama sio yeye basi anataka kuna hitaji madeni ya watu aina gani ya madeni. Inawezekana watu wako kwenye biashara zao lakini wametetereka, wachukua madeni ya kibiashara. Kuna sababu za msingi za kuweza kuwasaidia kulipa yale madeni ili warudi kwa mpango wa mwanzo, kwa sababu unaweza kulipa deni mtu alafu asimkwamua, kwa sababu kuna watu wanajenga wengine tendency kwa maana deni ile deni inadaiwa na deni nyingine kwa hiyo kalipa moja lakini kama baadaye kutoka pale pale ndio kwa. Lakini ukiona program za Tanzania kwenye madeni yale ambayo yanaonekana yanaweza kuwakamua watu, tunaweza kuweka program za namna hiyo na zikafanya kazi sahihi. Na hiyo ni program za jamii kama nilivyosema, unaweza kuchanganya kati ya zaka na sadaka pale pale kwa plana zaka katika mwisho. Moja cha chakula watu wanapata mlo angalau 3 kwa siku, naita food poverty, na nchi ambazo zina mikoa ambayo wanaongoza kwa kuwa na watu ambao wana umaskini wa chakula Tanzania ni pamoja na Mtwara, Lindi, Pwani, Kigoma, Kagera, na hii ni maeneo ambayo yanaendelea kuweza kabisa. Kwa hiyo kama unafanya hizo programs unaweza kusaidia watu kupata maeneo Tabora. Kwa hiyo hii ni mikoa ambayo inaendelea katika top 10. Mimi wanafanya sana hizi za mikoa na nusu population katika maeneo. Lakini kuna programs za kutengeneza makazi ambayo watu wanaweza kupata makazi bora lakini nafuu, naita affordable housing. Watu watakuwa kwenye makazi ambayo ni hafifu na wataboreshewa katika maeneo ambayo ni bora zaidi. Lakini viongelea hasa kusaidia vijana kuweza kufanya mkaa na kusaidia ile support ya mwanzo ili waweze kuoa na watokane na ile kuogopa maisha, kwa sababu ya hajui ataenda afya hata mhali ni kwa mimi au kutoa tempo na kona afya. Na hapa kidogo kuna mtihani mkubwa kwa sababu nchi zingine alhamdulillah kwa nchi za Kiislamu ambazo tayari zimeshapiga hatua kwenye mifumo ya deni ya Kiislamu kwa maana takafu tayari zimefika kwenye takafu ya huduma za kijamii kwa maana ya family takafu kuwa na bima ya afya. Sisi bado Tanzania tunatakafu alhamdulillah, lakini bado hatujaingia kwenye bima ya afya. Kuna bado wanatumika mambo kidogo sio mashauri kwenye bima ya afya. Kwa unaweza pia wakapatiwa bima za afya, kwa sababu ukisema huo kitu kikubwa anakuja unampa program kama hizo zisizoendelea kwa maana ya kuwa sustainable. Lazima utengeneze mfumo ambao unaweza kusaidia kwa zile fedha zikaenda na zikaweza kufanya hizi kama hizo. Lakini makundi mbalimbali, makundi maalum na bila mtaja hapa as long as yanakidhi vile vigezo kama wajane, yatima, wakimbizi na kadhalika. Sasa nataka pia kugusia kidogo kwa sababu kama nilivyosema mwanzo wakati fikra hii kongamano inajadiliwa ilikuwa imejadiliwa katika muktadha wa jinsi gani tunaweza kualign na programu za serikali, kwa sababu mfano labda TASAF ina zile kaya maskini na support alafu
let's say kuna tamko ina baitul mali, labda uwezo wa tamko usaidia ile kaya moja, unaweza ukakidhi mahitaji ya ile kaya kwa asilimia 30. Kwa hiyo wewe umefanya partnership na TASAF kwamba wewe unatoa kila zaka za TASAF mechi na ile ambayo unatoa. Kwa hiyo kutoka kwa kwenye program za serikali, kwa hiyo zaka yako ndio ina haja kubwa, kwa sababu unaona watu ambao tayari pia support nyingine ya serikali wanaweza kupata, kwa sababu wale zile program zinafanyika wapi na program zinazoendelea na serikali ambazo zimezitaja pamoja na TASAF, mfuko wa uwezeshaji wa uchumi Tanzania, kwa mfuko wa halmashauri kwa ajili ya kutoa mikopo ya 10%, jinsi gani tuna leverage hiyo na zaka ambazo kwa ajili ya Waislamu ambao wanafanya biashara na maeneo mengine. Na ile za maisha ambayo kwa nimeelekeza kwa matibabu ya serikali au tunatarajia kuwepo, tuko tunaangalia maeneo ya kuanzisha program, lakini katika utambuzi wa watu nani kweli akili vigezo kama kabisa sawa kuelekea zaka. Umejuaje kama msikiti umejuaje kama ni maskini, unajua labda ustadi na baba msikitini, lakini sasa tayari unaleta jinsi ya kaya msikiti, unaweza ukaitumia wewe kuangalia kama inaweza kufaa. Sasa ni tafanyika, nasema tu food for thought, wazungu wanasema kama ni mama kufikiria na maeneo pia kwa kiasi cha. Lakini pia serikali inataka kufikiria mazuri sana. Nimeona msasa wana kitu wanaita zaka tax rebate, kwamba watu wanaotoa zaka zile wanapotoa ile amount wanapata credit, wanapata kodi nafuu kuongeza kulipa kodi, na ile gharama inakuwa ni sehemu ya gharama ambazo wanaweza kuingiza kwenye gharama zake za biashara ikapunguzia uzito wa kodi. Kwa hiyo inastimulate watu pia kutoa zaka. Hii naona wanafanya kabisa. Kwa hiyo tunaona pia ni yeye ambaye anafanya. Kama nilivyosema mwanzo, ukusanyaji wa zaka na usambazaji ndio ambayo na changamoto nyingi inatakiwa ifanywe kazi kwa wale ambao tayari wanafanya. Alhamdulillah ndio wanafanya jitihada kubwa, lakini nilisema zimeangalia maeneo sita. Kwanza ukusanyaji wa zaka, tumia teknolojia. Aliongea hapa mwenyekiti wa haya iangaliwe kwa matumizi ya teknolojia, mambo ya zaka, fintech itaendelea kwa haya na haya ambayo yanaandaliwa vizuri na kukusanya zaka vizuri. Sisi tutatoa ofa, shika kama mtu anafuata wake zaka ni ameshika na kukusanya zaka kama itakuwa ni smart, lakini kutumia pia mifumo mingine ambayo teknolojia iliyopo. Lakini pia katika usimamizi wa zaka kuna taasisi, kwa sababu mifumo iliyopo sasa hivi ya uendeshaji wa mambo mifumo rasmi inatambulika kwamba lazima isajiliwe, uwe na kaboni kama ni kadogo, uwe na watendaji. Hatuwezi kuendelea kufanya mambo kwa watu ambao wote wanafanya kama pata kama ile ambapo ni kama kuendelea mara nyingi. Lazima uwe na watendaji ambao wako pale muda wote, ili usipate support, ili waweze kufanya research, ili waweze kwenda katika maeneo mbalimbali. Uzuri kama ilivyosema wanalipwa pia kwa zile zaka zao. Kwa hiyo hakuna sababu kwa hiyo sio na hiyo timu ya watu kufanya hiyo kazi, lakini board ambayo sasa ni ofisi na kuangalia usimamizi wa hiyo. Lakini pia kwa wataalamu tatoa mfano kama Malaysia, kama Malaysia unakuta baitul mali na wafanyakazi 600 na ndani yake ni bwana mmoja aina gani anafanya kazi. Kwa hiyo na wafanyakazi ambao wana taaluma tofauti kutokana na kazi za zaka. Kwa hiyo unafanya programu za kuwezesha uchumi na mtaalamu wa uchumi, una programu za kijamii na mtaalamu wa masuala ya kijamii. Kwa hiyo unaona watu kutokana na uwezo wao. Lakini pia wazi wanasema kutoa ripoti na kuchapisha, kuweka kwenye tovuti zetu, kwa sababu dunia leo sio kwa nini taasisi inakosa kwa tofauti. Hakuna tena hicho kipindi kishapita, kwa sababu ndio kama unawachana utapata taarifa kwenye hiyo tovuti husika na ripoti zako utaziweka pale, na sasa kwa kusoma na unapata moyo sasa kutoa zaidi, kwa sababu wanaona zile ripoti zimewekwa na kupata mambo tunaendelea. Lakini pia upimaji wa matokeo kwamba ndio wao sasa mwaka jana wana hali gani leo, tunatumia njia gani za kupima athari na matokeo ya
kuanzia baraza la wanawake, taasisi umoja wa wanawake, kuna viongozi wa JAI, hao watu wanafanya kazi on the ground, hao watu wanafanya kazi kama partners watasaidia kwenye ufundishaji wa haya mambo. Niongelee mfano kumaliza sana kama kuna kutumia muda mwingi. Nitaka niendelee kwanza ni mfuko wa zaka wa UNHCR ambao wao angalia ripoti zao kutoka mwaka jana, watu waliofaidika na mfuko huu wa zaka mwaka jana watu milioni 1. Na tangu waanze 2017 mpaka sasa watu ambao wamefaidika zaidi ya milioni 9 na wanapeleka misaada yao zaka pamoja na sadaka nchi 36 duniani, na kwa mwaka jana pia walikusanya zaidi ya dola milioni 23. Kwa hiyo unaweza kuona na wanatumia njia nyingi, na moja ya wanatumia wao ambao nimeonyesha pale Refugees Account Fund, wao wanaingia na wanatoa zaka zao pamoja na sadaka, lakini pia wanakuwa wanafanya maamuzi wa kila kukusanya zaka na sadaka kwa kampeni za Ramadhani, wana kampeni za Haji. Hiyo msimu wote wanasema kwamba wanakusanya fedha za kutosha, lakini pia wanawaza kwenye website zao kwa ripoti zote zimechanganuliwa kila mpaka nchi ambazo zimetokea kiasi gani, kila kitu kinapatikana kwenye hizo ripoti. Lakini pia moja wa watu wanasema wao mchanganya kati ya zaka na sadaka, na utaona hii chart ambayo tunaonyesha hapo inaonyesha kidogo tu kifupi hii zakat fund ya UNHCR. Mfano utaona kwamba katika fedha za kukusanya 59%, karibia 60% ni zaka na 40% ni sadaka. Kwa hiyo ni mgawanyiko wa kila ambacho tunakusanya. Utaona zaka kukusanya milioni 23 kama alivyosema dola, na kwenye sadaka wanakusanya dola milioni 15. Kwa hiyo kiujumla wanakusanya dola milioni 19. Kwa hiyo utaona kwamba wanapozichanganya zaka na sadaka kwa pamoja na kutumia mifumo hiyo ya ukusanyaji unapata pesa nyingi zaidi, tofauti na kwamba ungeamua kufanya tu labda zaka. Kwa hiyo kama mfuko ambao unafanya zaka, sadaka na wakfu utakusanya zaidi, kwa sababu unatumia mifumo hiyo unatumia watu wao, unapata kile kitu wazungu wanaita economies of scale. Kwa hiyo unaweza kukusanya zaidi, lakini pia utaona jinsi ambavyo ilikuwa ikibadilika kutoka mwaka 2022 ndio tulikuwepo mpaka 2025, na hizi ni nchi ambazo zimepata gawio la zaka maeneo mbalimbali. Utaona Jordan kuanza 26 na 92 kwa sababu huu mfuko kwa ajili ya refugees, na hizi ni nchi ambazo zinawekea mengi ya wakimbizi. Utaona hapo nchi inayofuata ni Misri na nchi ya Sudan, Lebanon na kadhalika. Na utaona pia ya watu ambao wanafaidika na zaka kwa mfuko wao ni zaidi ya 500, na wanafaidika na sadaka ni zaidi ya 1.5. Ukiangalia Malaysia, wao mfuko wa zaka na mfuko wa zaka nimetumia tu mmoja unaitwa Lembaga Zakat Selapo, ambao mmoja ya mfuko mkubwa wa zaka kwenye nchi ya Malaysia, na kwa mwaka 2024 walikusanya zaidi ya milioni 1.2 Malaysian ringgit, ambao ni sawa na dola milioni 300, na kusapoti zaidi ya watu 3.5. Hizi zinaonyesha takwimu kuonyesha kwamba wenzetu wako wapi, tunafika tukafanya mambo ambao wanafanya wao. Kama nilivyosema, pia wanafanya kazi zaidi ya 6 ambao ni full time, na wao kingine wakifanya wana mawakala wa kusanya sadaka na zaka nchi nzima zaidi ya 2000, na wana matawi kwa maana ya offices zaidi ya 18. Kwa hiyo utaona ukubwa wao namna ya jinsi walikuwa na mtandao mkubwa wa kusanya zaka na sadaka. Lakini leo pia utaona kwamba kampeni wanazofanya wana zaidi ya watu 400 ambao wamesajiliwa kama wanatoa zaka. Kwa hiyo tutapata kufuata pia uzoefu kwa Tanzania, ndio nafikiri tukaona jinsi gani tunaweza tukapata uzoefu kwa hizi nchi zingine. Maeneo makubwa ukiangalia na ndio mseto unafanya kama wao wako makini sana na ukusanyaji kwa kutumia hizo njia zilizosema, wana app, kwa hiyo wanatumia njia za kidijitali, wanatumia matawi na wanatumia mawakala.
ili kukusanya zaka na sala za nchi nzima kwa maana Malaysia, lakini wazi wanao na uwajibikaji. Ripoti zote ukitaka mpaka za nyumba unazikuta na kiasi gani wametoa, kusanya kiasi gani, zimewekwa wapi, nani alifaidika, kila kitu kinaonekana pale. Lakini pia wameweka calculator kwenye website yao ya kupigia hesabu kiasi gani zaka zilizotolewa. Kwa hiyo kijana hao yanaweza nazo wanafanya hesabu za pale kwa kiasi gani na pale utoe ile zaka. Lakini kama nilivyosema, watu ambao wanafanya kazi muda wote na wana bodi ambao inasimamia hii zaka. Mwisho nibali tubali hasa kama nilivyosema pia kwamba hizi nchi wao wana njia nyingi za kusanya zaka. Iko njia ya serikali. Kwa hiyo serikali kwa mfano kama Malaysia, kama Pakistan, serikali inatoa charge ile 2.5% kwenye savings account za watu, alafu inaweka kwenye hizi taasisi. Lakini njia nyingine ni kwamba hizo taasisi zenyewe watu wenyewe wale binafsi wanapeleka. Kwa hiyo mfano wa kazi ya kitano wana programs kwa ajili ya kuwezesha kina mama zaidi ya 165. Hiyo taasisi moja ina program zaidi ya 160 zimetengenezwa kwa ajili ya kuwezesha kina mama masuala ya kijamii na masuala ya kiuchumi, na of course kama nilivyosema wanakusanya pesa zaidi ya dola milioni 1. Kitu muhimu ambacho pamoja wameintegrate serikali na binafsi, jambo ambalo tunaendelea hapa, lakini namba 2 wa ukusanyaji na usimamizi. Kwa hayo hizi mifano mitatu ni share ndio tukapata zaidi moja au mawili tukafanya sisi na tukaboresha mfumo wetu, ila ndio wanafikia watu, ndio wanatoa elimu, ndio wanakusanya, ndio wanasimamia, ndio wanasambaza, ndio wanatoa ripoti, ndio wanaweka wazi, ndio wanaweka watu kwa ajili ya kuwa na programs mbalimbali ambazo zitasaidia ili kwa ufiko salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.